PSPF, maziwa ya mtindi kutoka Asas na wengine. Mpambano umeanza, Yanga kutoa mashambulizi yao kaskazini mwa uwanja wa Taifa kupeleka kusini, hali Simba wanatoa mashambulizi kutoka kusini kwenda kaskazini. Mpira umepelekwa kule mbele kwenye lango la timu ya Simba. Banda anatumia mguu wa kushoto. Huyo ni Mkude mikwaju ya mbali hivi. Mkude ndiye alikuwa anajulikana zaidi. Pengine ndiye mlasima maarufu sana kwa mipira ya hiyo ya mbali. Sema alimvisha kamvua katika kufunga goli 4 pekee yake bila na dhidi ya Coastal Union ikifungwa 2-2. Na Simba ni mara 2 dhidi ya Tanzania Prisons na dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kwa rekodi hiyo unaweza kusema kuna uwezekano wa goli. Sasa huyu mlinzi alishindwa kurudisha ule mpira kwa hesabu nzuri kwa golikipa wake Mbuitute. Kona nyingine inatoka kwenye lango la timu ya Yanga. Weko ndani ule mpira kule, golikipa anapotea, anapigwa tena kule. Mwamuzi anasema ni foul. Tazama ile nini kilimkuta Kaijage. Kona akaruka akaucheza mpira. Kwa hiyo wakati anaucheza maana yake ni kwamba tayari mwamuzi alimuona kwamba akudhibiti ule mpira, lakini akaona wakati akuweza kucheza vizuri. Mwinyi kazi moto, Ajib, Mwinyi tena Ajib anaweka kule na kupoteza mpira ule. Ilianza namna hii. Ile wanasema amempa kampa tena. Ilikuwa move nzuri. Na ni mpira ambao unakwenda kwa haraka sana kutoka upande huu kwenda upande mwingine, ile wanasema end to end business. Na ni foul nyingine inachezwa pale, inafanyika. Huyo ni Ngoma alipigwa kiki. Na naweza kuona kwa jinsi mpira ulivyo mpaka hapa tulipo hatua hii. Ikibakia dakika 6 kumalizika theluthi moja ya pambano, unaona mudu mpaka sasa, na wachezaji wanamheshimu na inaonekana wazi kwamba wanakubali na kufuata maelekezo yake. Abdi Banda anaitwa, alishakuwa na kadi ya njano na sasa maana yake anapewa kadi nyekundu. Kadi nyekundu kwa Abdi Banda. Abdi Banda anapewa kadi nyekundu mapema kabisa ya mchezo. Lakini pia zile mbili zilikuwa kwa upande wa Yanga, leo inakwenda upande wa Simba. Kwa hatua na kwa kila hali, unaona aliuacha mpira akaenda kucheza na mwili wa mtu na akiwa na kadi tayari ya njano. Kwa hiyo alipaswa kulifahamu hilo, na alikuwa yeye yuko mwisho pia. Kwa hivyo ni kadi nyekundu, anasindikizwa kule na wasaidizi wa uwanja hapa, anaambiwa hakuna neno, kapumzike. Tanga akioneshwa kadi ya pili ya njano na hatimaye kadi hatari kwenye lango la timu ya Simba kule. Anaingia vizuri kule, Kaseke anapoteza ule mpira kule huku. Ngoma ameruka juu, lakini mpira ukawa huko juu kuliko yeye. Donald Ngoma mwenye goli 10 hadi hivi sasa katika ligi, aliwekewa mpira na Kaseke, lakini ule mpira ukamzidi kimo. Hiyo nzima Kaseke ya kichwa, lakini kama alichelewa hivi, kuna kama kutegeana kwa namna fulani hivi au kuchelewa kufanya uamuzi. Jambo ambalo linaweza likawapa tabu kidogo kama wakiendelea kufanya hivyo. Na haya anakosea kuna sasa kule Ngoma goli zuri kabisa, uzembe wa mlinzi wa timu ya Simba. Uzembe ule kutoa pasi fupi umemkuta goalkeeper, naye hakuwa tayari, moja kwa moja akampasia Ngoma kwa umaridadi kabisa, akampiga chenga murwa kabisa, goalkeeper akabaki kasimama na akaweka mpira wavuni. Kaijage, Young Africans mabingwa watetezi wanapata bao la kuongoza dakika 39. Katika dakika kama hizi ungefikiri kwamba Simba mashabiki wakiwa wenyewe wanaona kwamba tumeshachinja, furaha kwao kimuhemuwe vile vile. Katika mazingira kama haya, Juma Pondamali, mlalango wa zamani wa Yanga, lakini sasa hivi akiwa ni kocha wa walinda milango, namuona kwamba anabeza hivi, kushangilia kwa kubeza. Donald Ngoma mfungaji wa bao lile. Tazama uzembe uliotokea mabeki wa Simba. Huyo ni Kesi, akatoa pasi kiduchu, Ngoma akafanya kazi rahisi kabisa ya kuudokoa tu ule mpira. Goalkeeper kibaki anasebuka chini na akautia mpira ule wavuni. Tazama kwa nini hakuweza kutana na kupiga mpira kutoa nje, lakini yote hiyo ndio mchezo. Pasi ile kiduchu, goalkeeper amejitanua, lakini hakuweza kutosha kutanua mbawa zake na kuziba goli lote. Unaweza ukathubutu kusema kwamba ni goli rahisi, lakini unaweza ukasema pengine lugha sahihi zaidi nayo sadifu mazingira haya ni kwamba ni goli la zawadi. Ramadhan
Kijana huyu aliyetokea Mtibwa Sukari amewazawadia Yanga goli, hakuna ubishi juu ya hilo. Na katika hali ya kawaida ni makosa makubwa kutoa pasi ya namna ile. Hii inaelekea hivi, japo mwamuzi hajaamuru kwa na mpira ni mapumziko, uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Kipindi cha kwanza kimekamilika, filimbi ya mwamuzi Rukia imepulizwa, wachezaji wanapongezana. Mwamuzi wa mpambano huu moja kwa moja anapuliza filimbi kwamba sasa Simba mnaweza mkacheza mpira huo, na Simba wakiwa pungufu wachezaji 9 uwanjani na mmoja goalkeeper kule. Ni mshabiki huyu amebebwa na watu wa huduma ya kwanza. Valti Lufunga ameingia kuchukua nafasi ya Mwinyi Kazimoto Justice. Amesikiza ukaonekana wao wanasema kucheza kinazi. Hatari kwenye lango la Simba, kule piga kwenye lango kwenda nje kule. Haruna Nionzima yule. Imepangwa, inaonekana walishaamua. Wa Yanga wao sasa ni sherehe kule, kwa mbona mmoja na Elizi nzito kwa kweli. Kiza anatoka nje na pasi yake inachukuliwa na Daniel Lianga. Wengine wote wameruhusu. Kesi anapenyeza mpira kwa Ajibu kule, Matata kule. Ala, kitu gani kile? Kajage hebu alitaka kuladhani alikuwa sahihi kufanya namna ile. Demu Pato yule na mshabiki mwingine safari wa Simba. Uwanja mkubwa kabisa wa Afrika Mashariki na uwanja mdogo wa Uhuru kichochoroni, unaelekezwa pale pinda pale pinda Nyamwembe. Na mimi pia nilikuwa na bibi wangu Hans van Puhem, raia wa Uholanzi aliyeondoka kwenda Uarabuni akarejea tena. Anamwambia mimi naona, hebu njoo hapa. Kwani wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisi Tambo. Haya, chukua hii. Silaha yake ni hiyo. Ukitaka kumletea mambo ya masiara anakwambia hebu njoo hapa. Alimuona, mwamuzi alimuona. Alafu yeye akajidondosha chini kujifanya eti kaumizwa. Ni kudanganya. Sasa mkubwa wa Azam Kola, lakini pia kuna PSPF. Hatari kwenye lango la Simba. Goli zuri kabisa linafungwa baada ya uzembe wa mara nyingine tena mabeki wa timu ya Simba. Kwa mara nyingine walinzi wa Simba wanafanya makosa yanayopatia bao Young Africans. Wanaandika bao la pili na wanashangilia kwa nguvu wakimlalia na kumpongeza mfungaji wa bao lile. Uzembe wa mabeki ama defense ya Simba unaizadia tena kwa mara nyingine. Hamisi Johnson Mtambo anautia wavuni ule mpira. Kijana raia wa Burundi akicheza Atletico, akisajiliwa Simba na baadaye kuhamia Yanga. Mashabiki wanaondoka uwanja wa Taifa. Mashabiki wa Simba wanashindwa kuwa na roho ngumu, wanaona pengine mchezo umekwisha. Wenzao wa Yanga wanaona kwamba hii ndio hali, nyama anachinjwa. Wenyewe wanasema ukiona manyoya basi ujue kaliwa. Kama cha nini, mwingine anasema nitakipata lini. Ndio hali hii. Tazama jinsi ambavyo alifunga lile goli. Uzembe kabisa wa defense ya Simba. Angalia ilipokuwa uliwekwa mpira ndani kwa Mashua, lakini mlinzi Juko Maushi, angalia idadi ya wachezaji wa Simba waliokuwa kwenye eneo lao, zaidi ya walinzi 4, wote wakabakia wanaangalia, na kina Ndemla wangeweza kwenda kusaidia. Anafunga goli na kushukuru Mungu. Juma Pondamali, goalkeeper wa zamani wa timu ya Yanga na Taifa Stars, hali kadhalika Pan Africa. Haya, mwingine huyo. Hali ni ngumu, lakini hii kuzimia hii wale wa tiba michezoni kulikoni. Hii zamani haya mambo hayakuwa tambua namna ya kujitoa. Kule Kigoma wanasema kujizoboroa. Wameshindwa namna ya kujizoboroa. Timu ya Simba, Brian Madwega sasa ameingia. Ametoka Ibrahim Migomba Ajib. Unawekwa mpira ndani, goalkeeper inakuwa chakula kabisa kwake. Mara nyingi mbona tusikiza kwenye radio, basi fungua kwenye radio yako mpya ya kisasa. Cement hatari kwenye lango la timu ya Simba. Msuva anaingia, anaweka mpira ule, goalkeeper mwingine huyo. Hali ni ngumu Furiali kwa maana ya matokeo ndani ya ligi, lakini hivi sasa ambapo walikuwa wameonekana kama ndo wanaanza kurejea anapigwa fyekeo kule. Sasa hii imekuwa ni ya kipigo vya mabao mawili. Lile ni kwanja lile. Mohamed Hussein anaweka ndani. Ala. Bado mpira uko pale. Hatari.
kwako. Wanaondoka wanaongezeka. Wanaondoka, lakini bado uwanja unaonekana una watu wengi, mpaka waishie mgongo wake na viatu vyake vyekundu, anaweka ndani kule, hakuna mtu anauwahi kule tena, huku anamimina ndani, bado hatari kule, anaupeleka wapi ule mpira badala ya kumpa pasi mwenzie. Hayo mambo tuachie sisi. Uliwekwa ule mpira akashindwa kudhibiti Mustafa Mayanja ambao sio hata wa point wa mtani jembe. Kwa hiyo imekuwa ni michezo ambayo imebaki na kuja kina Kitwana Manala, kina Kibadeni, imekuja hizi pasi hata kufanya nini pale. Haya, kule cheza vizuri kule, anaweka ndani kule, anakwenda nje, goal kick. Goal kick ingeingia, ungeweza kuliita la kufutia machozi, ungeweza kuthubutu kabisa. Mpira umemalizika uwanja wa Taifa Dar es Salaam, Yanga ikiondoka na ushindi, pointi zote tatu inazoa. Goalkeeper wa zamani wa Simba